katika jina la Yesu. Mungu Mwenyezi, Baba uketie mahali pa juu pasiri palipoinuka na kutukuka. Tazama watoto wako wameweza kuinua mioyo yao na kuweza kusema ya kwamba peke yako ndio unayestahili Baba. Unayestahili kupokea heshima na utukufu Baba. Sifa zote ni zako Baba. Tazama majira haya na wakati Baba, watoto wako umetukusanya mahali hapa Baba na kusogelea mbele yako. Tuko tayari Mwenyezi Mungu kula na kunywa mezani pako. Nasi tunakushukuru sasa Baba kwa kibali chako. Tukiamini ya kwamba sisi tu waombaji na wewe mtendaji. Tukiamini ya kwamba sisi sote tu wageni wa neno lako. Tukitamani na kuamini ya kwamba kila mmoja ambaye ameshafika mahali hapa ana kusudi na hiki ambacho umeweza kukiandaa Baba. Nasi tunajikabidhi mikononi mwako. Tukiamini ya kwamba utaenda kwa pamoja nasi mwanzo wa neno hili hadi mwisho wa neno hili. Nikiomba na kushukuru ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Amen. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Kwa sababu anatupenda, aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana majeshi, ninamtangaza kwenu jioni ya leo, ndiye jemedali wa vita. Ninayemtangaza kwenu jioni ya leo, ataenda kufanya makubwa kwenye viwanja hivi, ataenda kufanya makubwa kwenye viwanja hivi, kwa sababu Yesu ninayemtangaza ni mtenda miujiza. Huyo Yesu ninayemtangaza ndiye aliyekufa msalabani. Huyo Yesu ninayemtangaza jioni ya leo ndiye yule Yesu aliyepigwa, aliyekataliwa, aliyenyanyaswa, aliyetemewa mate kwa ajili ya maisha yangu na wewe mtu mvume, ili jina lake Bwana likapate kutukuka. Hakika ninakwambia hakuna jina lingine utakaloweza kulisikia popote ila jina lake Yesu Kristo. Ndio jina lake Yesu Kristo, ambaye kwake yeye tunapokea uzima, ambaye kwake yeye tunapokea uzima, tunapokea afya. Hakika nakwambia, hakika nakwambia jina lake Yesu, jina lake Yesu. Yule mwanaume mbali anapita wanaume wote. Hata kama umesikia kuna mabondia, hata kama umesikia kuna wapiganaji duniani, waambie hao wanapigana wao kwa wao, hawawezi kupigana na jini. Hata wale wanaonyanyua majimu wanapigana na wanadamu, hawawezi kunyanyua majini. Lakini sisi tulio na Yesu tunapiga jimu la jina la Bwana, tunanyanyua majini, tunayaangusha. Maana ninasema majeshi, majeshi tunayo nguvu ndani yetu. Majeshi tulio nayo ni wakubwa zaidi na wanaojivunia, wanaoruka, wanaopiga majimu, wanaojifunza ngumi. Hawezi kunyanyua jini, hawezi kunyanyua jini. Atanyanyua majimu, lakini jini hawezi kunyanyua. Lakini mwanaume kumbeba Yesu, kumbeba Yesu, hata kama ni mama kikongwe, huyo Yesu na mnyanyua. Yesu anakanania moyo wako. Maadui zote unaonyanyua na kuangusha chini. Haijalishi wamekaa kwa muda gani, haijalishi wameweka vitisho namna gani, unawanyanyua, unanyamazisha kimya. Haleluya. Hebu shika kidogo, shika kidogo, kwa sababu ni habari njema. Mgeukie jirani yako, mwambie una Yesu wewe. Yesu wewe. Jini ni kitu talinyanyua. Mwambie una Yesu wewe. Yesu wewe. Jini ni kitu talinyanyua. Jini ni kitu talinyanyua. Amesemaje? Haleluya. Haleluya. Huwa ninafurahi sana. Sasa sikiliza, kwa sababu ya muda nataka niseme neno moja tu. Mwambie jirani yako neno moja tu. Amen. Neno moja tu. Kung'oa mapando. Mwambie jirani yako kung'oa mapando. Huyu Yesu ambaye tumemleta siku ya leo anaenda kung'oa mapando. Mwambie jirani yako kung'oa mapando. Kung'oa mapando. Uking'oa mapando na kwamba ubakizi kitu namaliza. Mwambie jioni ya leo tunamaliza. Hata kama kuna wangapi wamesema juu yako, mwambie tunamaliza. Hata kama ni maadui wangapi wamerusha magonjwa kwenye familia yako, leo tunayang'oa kwa jina la Yesu. Hata kama umeandika mabaya, leo tunayang'oa kwa jina la Yesu. Hakuna jina lingine ambalo litang'oa mapando yote. Ninakudhibitishia kwamba wewe uliyepokea Yesu, leo tunaenda kung'oa mapando. Huwezi kumpokea Yesu
Yesu ukabaki uzai, huwezi kumpokea Yesu ukabaki na magonjwa, huwezi kumpokea Yesu wachawi wakakunyanyasa wewe. Lazima leo tunaangushe, lazima leo tunang'oa, lazima leo tunang'oa. Na ninajosema hivi, kuna Lucifer anasimama kule, ninamtangazia neno moja tu ya kwamba jioni ya leo tunaenda kung'oa kila falme za adui, kila falme za shetani zilizoweka makate ndani ya maisha yenu mvuvi. Haleluya. Hatumwachi leo. Ametesi imetosha. Hatumwachi leo. Mwambie jirani yako lazima kieleweke leo. Lazima kieleweke leo. Hawanijui hawa. Ninaye Yesu. Lazima kieleweke. Tunang'oa mapando yote. Haleluya. Amen. Sikiliza niwaambie kitu. Hakuna neno lolote lile litakalo shindikana mbele ya jina la Yesu Kristo. Yule ni mwanaume. Yule ni mwanaume. Sikiliza, nataka nikwambie, pandisha kiwango cha imani. Yale magonjwa aliyosema kwamba hayawezekaniki, jioni ya leo yanang'olewa. Yako mapando ya kila aina yanang'olewa jioni ya leo. Waliokukatisha tamaa, mapando yanang'olewa. Sikiliza nikwambie, familia yenu ya mkili, kuna wadada hata waolewe, hata kama kiolewa na achika, hayo ni mapando ambayo shetani ameyapandikiza ndani ya familia. Jioni ya leo tunang'oa. Jioni ya leo tunang'oa. Kuna familia zingine ambazo watoto wao hata kama kijitahidi kusoma hawawezi kuendelea. Kuna visababu vidogo siwezi kukufariji. Kila mwanadamu anayo akili timamu, kila mwanadamu anaoelewa, asingekuwa na uelewa Biblia isingeandika kwamba usimwache zake elimu aende zake, kwa sababu Biblia imeandika ninajua ya kwamba iko elimu. Sasa watoto kwa nini wapate elimu? Hayo ni mapando. Yanaenda kung'olewa jioni ya leo. Ninakwambia mtu wa Mvumi, kuwa tayari. Mapando yaliyoshindikana yanang'olewa jioni ya leo. Kila mapando ambayo yamesimama mbele yako, yamesimama kwenye familia, yanaenda kung'olewa. Hatubakizi jioni ya leo. Tukibakiza tajivuna hawa. Tunang'oa. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza, kuna watu ambao toka wanazaliwa wao ni magonjwa, na wao toka wanazaliwa wanateseka na magonjwa. Haya magonjwa yanang'olewa. Amen. Alafu nataka niwaambie jambo moja. Watoto wenu wanapozaliwa msiwapeleke kwa waganga. Mnapowapeleka kwa waganga, kuna mapando ya kiganga wanapandikizwa ndani yao. Hata kama anazaliwa msiwapeleke kwenye mizimu. Kuna mapando yanapandikizwa ndani yao. Ndani ya hizo nafsi kuna mapando yanaingia. Sasa unapaswa uwe makini. Hakuna pando jema lenye baraka kama la Yesu Kristo mwana Nazareti aliye hai. Ukipokea pando la Yesu likikaa ndani yako, kuna amani tele, kuna ushindi tele. Hakuna wabaya watakao kuweza, kwa sababu pando la Yesu likikaa ndani yako litatanua maisha yako, litatanua uchumi, litatanua afya zako, litatanua elimu. Kila kitu kitatanuka kwa sababu Yesu ni muweza wa yote. Sema amina. Amen. Mwambie jirani yako, unaelewa wewe? Unaelewa wewe? Yako mapando. Nataka nikupe ushuhuda wa kusikitisha kidogo. Kuna mama mmoja aliweza kuugua. Baada ya kuugua muda mrefu sana, akaenda hospitalini kashindikana. Akaenda kwa mganga wa kienyeji. Alipofika kwa mganga wa kienyeji, huyo ni mtu ambaye nilifanya naye maombi. Ndio niko Mwanza, yeye yuko Tabora. Alinipigia simu ananiambia, mtumishi naumwa. Shida ni nini? Nikamwambia, akaanza kunielezea kwamba mimi naumwa. Mgongo mzima nasikia moto, kuna kitu cha moto kinapita mgongoni. Miguu inawaka moto, kifua kinabana. Nahitaji maombi yako. Nikapiga simu nikamwambia, mama ngoja tuombe na wewe.
Tumefanya maombi juu yake. Nimeomba lakini akapata wafadhali. Nikajiuliza kwani Mungu wangu ameshindwa kumtibu huyu mtu? Nikajiuliza sana. Nikasema hakika hajawahi shindwa huyo Mungu. Nikamwambia mama, usiku wa leo kuna maelekezo utakayoyapokea. Ukiyapokea maelekezo, hebu yafanyie kazi mama yangu. Yafanyie kazi mama yangu. Kwa sababu mimi ilikuwa ni ngumu kutoka Mwanza kwenda Tabora. Nikamwambia Mungu wangu amesema yako maelekezo ndani yako. Ataenda kusema na wewe usiku wa leo. Haleluya. Mwambie jirani yako nataka usikie kilichoendelea usiku huo. Sikiliza. Usiku ulikuwa ni usiku wa hatari sana juu yake. Wakati amelala na hata ndoto. Amka. Akaamka. Akaambiwa chukua jembe. Akachukua jembe. Anaenda kuchimba kwenye ule mlango wa kuingilia chumbani mwake. Anakutana na hirisi. Haleluya. Amen. Haitoshi. Anaenda jikoni na mambo chimba. Anachimba na kutana kamba fulani hivi hazieleweki. Hakuweza kuzitambua hizo kamba. Na mimi siwezi kusema kwa kama za namna gani kwa sababu sisi kuzijua. Ndio. Baadaye haitoshi. Anaenda kwenye mlango chooni. Anachimba na kutana nywele zimefungwa. Haleluya. Amen. Ukija kufikiria kwa akili za kawaida, ni mazingira nyeti ambazo kila siku lazima takanyaga. Ndio. Kila siku lazima takanyaga. Ndio. Nataka nikwambie jinsi gani shetani alivyokuwa mbaya juu ya maisha yako wewe. Unapocheza na wachawi, mimi sina seti nao wachawi. Lazima ng'olewe jioni ya leo. Hawataweza kuruka tena jioni ya leo. Hili yanga tunang'oa. Vikao vyao vyote tunaving'oa. Haleluya. Usicheke naye. Amen. Hata kama ni mjomba wako tunaomba siku 3 tu za kuokoka. Kabisa. Asipookoka lazima dawa tu. Amen. Kwa sababu atanyanyasa watoto wako na kizazi chako. Ndio. Bora aondoke. Ndio. Haleluya. Amen. Lazima waondoke. Amen. Lazima wang'olewe. Kabisa. Sikiliza. Baadaye yule mama nikaendelea kufanya naye maombi. Baadaye akamefunguliwa vitu vichache, kifua na miguu kuwaka moto. Lakini kukaa kuna kitu bado kinazunguka kwenye mgongo wake. Nikamuuliza Mungu, shida ni nini bado? Mungu ananiambia mwanangu bado kuna vitu vimesalia. Roho akanionyesha kwamba mama huyo nguo zake zimeshachukuliwa tayari. Sasa asubuhi na mapema nampigia simu mama. Nguo zako hazijai kuchukuliwa. Ananiambia mwanangu kama vile umeona. Nguo zangu mpya zilikatwa vipande hata sijui vimeenda wapi. Meshachukuliwa nguo zake. Ndio. Sasa ni nini kiliendelea? Chanzo cha yule mama kuendelea kuzunguka ndani ya yule mwili kulikuwa kitu kimoja tu. Katika kutembea kwa waganga aliweza kudanganywa kuwekewa kitu mkononi kama ulinzi. Haleluya. Aliwekewa kitu kama sindano kwenye mkono wake. Kiasi kwamba anadanganya kwamba kila mara atakapoenda ataonekana. Mizimu itamlinda. Hakuna mabaya atakayomkuta. Sikiliza nikwambia kwamba hapo alidanganywa. Nikamwambia mama ndio chanzo cha hicho kinachozunguka ndani ya mwili wako. Ndio. Haleluya. Amen. Lakini kwa sababu tunayo mamlaka ya kung'oa. Kwa sababu tunayo mamlaka ya kung'oa. Nikasema mama usiogope. Yuko mwanaume Yesu. Yuko mwanaume Yesu. Anang'oa yote. Anang'oa yote. Anang'oa yote. Mnaamini? Unaweza kumshangilia Yesu. Kwa sababu yanang'olewa. Hakuna mapanda atakayosalia. Mama hakuna mapanda atakayosalia. Yote yatang'olewa baba yangu. Hakuna uchawi juu yako. Hakuna mabaya juu yako. Tunaleta habari njema. Zitabadilisha maisha ya watu wa Mvumi. Zitabadilisha maisha ya watu wa Mvumi. Hakuna mapando yatakayosalia. Lazima yang'olewe. Mwambie jirani yako lazima ng'olewe. Jioni ya leo anang'olewa hawa. Hawawezi kubakia salama. Majeshi ya Bwana apite abakize wachawi. Sikiliza nikwambie kitu. Biblia yangu inaniambia Yesu akajibu akasema kila pando lisilopandwa na baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Amen. Sikiliza. Yako mapando ambayo
yanapandwa na shetani, hayapandwi na Baba yetu wa mbinguni. Lakini mapando yanayopandwa na Baba yetu wa mbinguni ni neno hili jema ambalo unalisikia. Mwambie jirani yako, pando la Yesu ndio hili unalolisikia. Sio lingine. Mshika sikio. Mshika sikio. Unasikia wewe? Kama sikii mshike tena. Unasikia wewe? Hili ndilo pando la Yesu. Kubali kulipokea jioni ya leo. Kama unaamini ushangilie Yesu. Kama unaamini ushangilie Yesu. Kama unaamini ushangilie Yesu. Haleluya. Unajua wa vijana wenzangu mkiwa kwenye mipira mnashangilia sana mnapofunga, lakini nakwambia kwamba unasahau yuko mwanaume Yesu anayestahili kushangiliwa zaidi ya jinsi unafikiria. Hebu nisikie vigelegele na mirusi kwa Yesu Kristo aliye hai. Bado sijasikia mirusi kwa Yesu. Sikiliza. Biblia yangu imeniambia kwenye mji mmoja alikuwepo mtu mmoja. Kwenye mji wa Samaria alikuwepo mtu mmoja. Huyo mwanaume alikuwa anaaminika sana kwenye kijiji cha Samaria. Samaria nzima ilikuwa inamtambua huyo mtu. Na huyo mtu alikuwa anaitwa Simoni. Huyo jamaa alikuwa ni mchei toka mtoto. Alikuwa kiwanga toka mtoto. Nadhani amekula nyama za watu toka mtoto. Ametafuna visiwelika toka mtoto. Huyo jamaa aliokopeka sana. Huyo jamaa aliokopeka. Yupo aliokopeka zaidi. Yupo aliokopeka zaidi. Ni mwanaume Yesu. Ni mwanaume Yesu ambaye alitangazwa kwenye kinywa cha mtu mmoja anaitwa Filipo. Filipo alipoingia Samaria akakutana kuna desturi zinaendelea ya kwamba unapoingia Samaria kuna mtu mmoja anaitwa Simoni. Lazima muheshimu, lazima mkubali. Kama ni kupelekea zawadi lazima mpelekee, kwa sababu tu anaogopeka ndani ya Samaria. Lakini Filipo alilitambua hili, akasema ya kwamba haiwezekani, ninaye mwanaume Yesu. Alichokifanya akaanza kuhubiri kama ninavyohubiri mimi. Siwezi jua Filipo kama alikuwa mfupi kama mimi, sijui alikuwa ni mnene sana, sijui alikuwa ni mrefu sana, lakini ninachojua alihubiri habari njema za huyu Yesu. Ninachojua mimi alihubiri habari njema za huyu Yesu ninayemtangaza. Kama hivi alipoingia anakutana na watu wana imani potofu, wana imani ambazo ni za uganga na ushirikina. Alituanga injili alituanga injili nyumba kwa nyumba kama tulivyofanya sisi, akatangaza pande zote. Filipo alikuwa ni mwanamume wa Yesu. Wewe alikuwa chunguzi kizembe, wewe alikuwa ameshiba nguvu ya Bwana kama tulivyoshiba sisi vijana wa Yesu. Ninakwambia kwamba alipotangaza habari za huyu Yesu, kila mahara watu waliokoka, maelfu waliokoka wakapokea ile nguvu ya Yesu Kristo. Ninakwambia jambo moja tu dogo. Nikwambie. Sikiliza nikwambie kitu. Ndio baba. Mwanaume Yesu alipoingia, yule aliyekuwa nakubalika ndani ya Samaria, na yeye alimkubali mwanaume Yesu. Mpigie Yesu akofu na vigelegele. Shangilia Yesu akofu na vigelegele. Haleluya. Yule mtu ambaye alikuwa anakataliwa, yule mtu ambaye alikuwa anagopeka, hata kama akija kwako, hata kama hajakuoa unampa unga, akija kwako hata kama hajasema umeshampa kule chakula, anakulaje chakula chako wewe? Hata kama wachawi ambao mnaogopa ndani ya mvumi, ninasema kama najiamini ashuke hapa jioni ya leo. Kama naamini ashuke hapa jioni ya leo.
majemedari ya Bwana yaliyoshiba nguvu za Bwana yanavuruga na kupiga, yanaangusha. Ndio maana jioni ya leo tunaenda kumng'oa. Sikiliza nikwambie, huyu mwanaume Yesu alipohubiriwa ndani ya Samaria, hata Filipo na yule Filipo alipohubiri kwa ujasiri sana, alipohubiri kwa ushujaa mwingi, yule Simoni, ngoja nishuka nikwambie, yule Simoni aliyekubaliwa sana, yule Simoni aliyekubaliwa sana, aliyogopeka sana, alimpokea. Huyu jemedari Yesu, alimpokea huyu jemedari Yesu, akakiri, akasema ya kwamba hakuna mwanaume aliye shujaa kama Yesu. Hakuna mwanaume shujaa kama Yesu. Nami mshangilie Yesu. Walio zaidi yake ni huyu Yesu. Mwambie, unaamini kweli? Unasikia haya? Mshika sikio tena, labda amesinzia. Mshika sikio. Mwambie, wewe mpendwa, unasikia haya? Huyu mchawi wa mvumi na kabineti yake yote, kama inaweza na kama ina nguvu, ishuke jioni ya leo. Ndio. Haya baba. Sema baba. Haleluya. Wanaangushwa. Yanang'olewa. Anza kung'oa kwa imani, yanang'olewa nyawe. Haleluya. Hizi habari sio hadithi mpendwa. Hizi hadithi sio hadithi. Ndio. Hizi hadithi ambayo ushazoea kusikia wewe. Hili habari njema ya Yesu. Ndio. Ambayo ni ya kweli na ya uzima. Ndio. Unapoipokea. Ndio. Inabadilisha maisha yako. Amen. Kwa mapando yote kwenye familia. Na kama nikataliwa. Ndio. Sikiliza. Ndio. Kuna watu ambao kiuhalisia wamekataliwa. Kuna watu ambao kila ukipita hauwezi kukubalika. Hamna kibali. Wewe tayari umeshawekewa pando la kukataliwa. Kila mahali utakapoenda utakataliwa tu. Kwa sababu kuna mapando ya kukataliwa ndani yako. Kila mahali utakapoenda utaonekana unanuka, kumbe haunuki. Dada, watu taoga mchana, usiku na jioni kutwa kama dozi, lakini utaonekana tunanuka. Kwa sababu kuna mapando umewekewa wewe dada. Hautaweza kuolewa. Lakini unapopokea Yesu Kristo, anang'oa mapando ya kukataliwa. Kwa sababu yalishakwisha kukataliwa, yameshakwisha kutukanwa, yameshaonekana kwamba ananuka. Unapopokea yeye, hautanuka. Yule aliyekuroga atakuja kwenye harusi yako. Wewe. Atakuwa na wale. Haleluya. Amen. Tunakwenda kumalizia. Ndio. Tunapoenda kumalizia, nataka nikwambie jambo moja. Ndio. Nataka nikupe ushuhuda mwingine. Uko tayari? Ndio, tayari. Kuna dada mmoja Ndio. hapo Mwanza, wale wenyeji wa Mwanza Kisesa wanaelewa. Huyo dada alikuwa ni mwanafunzi. Sasa aliwekewa mapando na shangazi yake. Tena ndugu yake kabisa. Akamwambia hutaweza kumaliza shule. Sasa yule binti alikuwa na neno la ushujaa, akasema nitamaliza. Lakini alikuwa kosa lake, alikuwa hajampokea Yesu. Alikuwa na maneno ya ushujaa lakini hajampokea Yesu. Haleluya. Amen. Sikiliza. Baadaye alipokuja akaanza, kila akiingia darasani anaanguka mapepo. Kila akiingia darasani anaanguka mapepo. Haelewi. Sasa amepika kidato cha 3. Akaona shida hiyo inaendelea. Akamekuja tufanye maombi. Tumeanza kufanya maombi.
lakini mambo yakawa bado. Tulipomuombea nikamwambia shida ilikuwa ni nini? Shida aliongea sana, alihudhuria sana kwa waganga. Alipohudhuria sana kwa waganga, ikawa ni changamoto kubwa sana ndani yake, ikaleta shida. Tukaanza kuomba naye. Changamoto nafsi yake yeye, alipoenda kwa waganga aliambiwa leta mbuzi mweusi. Yule mbuzi akafugwa, ile wakamweka kwa mganga. Kumbe nafsi yake yeye ilihamishwa kutoka kwenye mbuzi ikawa ndani yake. Ndio. Haleluya. Yule mbuzi akiona yameondoka. Nikamwambia dada yangu, wewe umepata neema. Unamsikia Yesu, unampokea kwa uaminifu. Yule dada alikuwa ni upande mwingine, alikuwa ni Muislamu. Baadaye nikaomba naye nikamwambia, dada sikiliza. Wewe umeandikiwa kufaulu sio kufeli. Umeandikiwa kuendelea sio kurudi nyuma. Umeandikiwa kuendelea mbele sio kubaki hapa. Nikaanza kufanya naye maombi. Yale maagano yote ya uganga aliyokuwa amefanyika ndani yake, tukaanza kuyang'oa moja baada ya jingine. Tukaanza kuyang'oa moja baada ya jingine. Na kulikuwa kuna mavazi fulani yalikuwa limeusi, alikuwa amepewa ili aone yavaa. Nikamwambia dada yangu, haya mavazi yalete, nayo tunayang'oa, nayo tunayang'oa. Hata sasa bado anaendelea na masomo. Kwa sababu gani? Alimkabidhi Yesu maisha, akaendelea kumtukuza Yesu, akaendelea kumpendeza Yesu. Vile vinyamkera vilivyokaa juu yake viliweza kushindwa. Haleluya. Sikiliza, natamani neno tuweze kuishia hapa. Neno la Yesu ni tamu sana, lakini kwa sababu nina kisasi na waganga mvumi, nina kisasi na nguvu zote za giza za mvumi. Natamani tuanze kuzing'oa jioni ya leo. Natamani tuanze kuzing'oa jioni ya leo. Hayawezi kusalia. Na kama natangaza tena, na kama kuna kitu umekibaki nacho, tunachoma mahali hapa. Na kama kuna wewe umekamata, kuna hirizi zimefungwa viunoni mwenu, zilete mahali hapa zichomwe, kwa sababu utatucheleweshewa. Utashindwa kupata muujiza wako kwa sababu ya mahirizi ulionayo. Sikiliza. Roho Mtakatifu amenikumbuka kesho. Ndio. Ndugu zangu, kama unatamani kupokea muujiza, na wewe kinoni mwako kuna hirizi, kwenye mikono yako kuna hirizi, leta mahali hapa. Kabisa. Sikiliza, mimi naongea si kama natania. Ndio. Yaani hapa niko serious, tunaenda kung'oa. Kabisa. Tunaenda kung'oa. Hata kama ni mjomba wako, mwambie jipange. Kwa kweli ajipange. Mpigie simu mwambie jipange. Ajipange. Kama amekosa waambie iko hivi. Waambie wakodi wa chai wote, leo tunawakanyaga mahali hapa. Kabisa. Majeshi wa Bwana tuko tayari. Iwe jua iwe mvua, wanachoma. Sikiliza. Jemedali Yesu anakupenda wewe mama. Amen. Yesu anakupenda baba yangu. Ndio. Huu ni wakati ambao huwa nasikitika sana. Moyoni mwangu naumia. Ninaumia sana kiasi kwamba maisha ni ya kwangu. Simama kwa miguu yako kwanza. Sikiliza. Huu ni wakati ambao huwa naumia sana. Watu mizimu ina tabia moja ya kutafuna bila kuelewa. Inatafuna maisha ya watu bila kuelewa. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mtu wa kwanza kufuatiliwa na mizimu. Nilikuwa ni mtu wa kwanza sana kuteswa na mizimu. Lakini nilipompokea Yesu Kristo, mizimu ilishindwa na kunyamaza kimya. Sasa wewe mahala ulipo umesimama. Kama upo peke yako, mtafute jirani yako, ushike mkono uje naye mahali hapa. Mshike mkono jirani yako kwa upendo, sio vita. Usogee naye polepole mahali hapa. Kaka zangu, baba zangu mahali huko, siku ambazo huwezi elewa na siku ambayo huwezi tambua, ndio wakati ambao Bwana ana haja nawe. Kwa sababu miili yetu ni kama majani,
na fahari zetu zote ni kama maua. Maua huanguka na majani hunyauka, lakini bali neno la Bwana hudumu hata milele. Neno hilo lililo jema lililohubiriwa kwenu, nasi tumehubiri siku ya kwanza hata siku ya 7. Sogeni mbele, sogeni mbele. Watu wa Mvumi, sogeni mbele. Natamani twende kung'oa pamoja. Sogeni mbele huku. Hata kama umeokoka, mimi sijaita watu wa kuokoka. Mimi nimeita watu wote tusogee mbele. Natamani tuweze kuangusha wakuu wa anga. Ninyi mliokaa huko na wakaribisheni kwa upendo mkubwa sana. Yesu ana haja nasi. Sogea, 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 sogea dada yangu. Usiogope. Usiogope. Ninawakaribisheni nyote. Kaka zangu mliokaa huko, sogeeni mbele. Naomba uje. Hata kama una usafiri, niombe majeshi ya Bwana mzunguke kwenye usafiri, muangalie usalama. Na waombeni tuweze kusogea mahali hapa. Tusogee kwa upendo. Mkaribishe jirani yako. Niwaombe na watoto wote tuweze kufika mahali huko. Niombe watu wote tufike mahali hapa. Kuna jambo moja la kiimani tunataka tulifanye mahali hapa. Na maisha yako, Shetani ana haja na hatua zako. Ndugu zangu ni mliokaa kwa wingi, naombeni mje. Hamwezi jua Bwana anasema nini juu yenu. Mimi nimewapendeni bure, lakini Bwana anawapenda zaidi ya jinsi ninavyowapendeni ninyi. Kama ningaliwapenda ningewafia msalabani, lakini yupo aliyewapenda kawafia msalabani sote. Yesu pekee aliyetufia msalabani ndiye anayetuhimiza kukaa mahali hapa. Bado ninakungoja baba yangu na mama yangu. Usidukasema mimi ni dini fulani siwezi kusogea. Ndugu zangu, ni hata kama uko kwenye jumba lako, hii jioni ya leo tunaenda kutangaza misukule yote iliyoko kwenye madari na majumba inaenda kung'olewa jioni. Misukule yote iliyoko ndani yatosha kuharibisha watu wa Mvumi, yatosha kufanyishwa kazi usiku, yatosha. Dada zangu wazuri, ninyi mnaoendelea, joeni, joeni, joeni. Joeni, joeni wote wawili, joeni. Si mimi naye waita, ni Bwana na waita. Sogeeni mbele. Sogea mbele baba yangu. Ukiona na kubembeleza, ujue kuna neema ya Bwana iko juu yako. Usiogope saa ya kuitwa kwako. Hatua zetu tuziimarishe mbele za Bwana. Hata kama umeshaokoka, umejaa Roho Mtakatifu, ni kuombe hapa mbele. Tuweze kuomba pamoja, Bwana aweze kuzunguka. Kwa sababu Bwana anatupenda. Kwa sababu Bwana anatujali. Kwa sababu Bwana anatujali. Nitaenda kuomba juu ya mama ambao uzao wao haujakaa sawa hata sasa. Kama uzazi wako unasumbua, nitaenda kuomba pamoja na wewe. Unabeba mimba zinaporomoka, nitaenda kuomba pamoja na wewe. Unaona ya kwamba fahamu zako hazieleweki. Unapofikiria kufanya mambo makubwa lakini yanarudi nyuma, ni mapando ya Shetani yako ndani yako. Ninatamani tuende kuyang'oa jioni ya leo. Nitaomba na wewe. Sasa uko mahali hapa kwa roho ya upendo na unyenyekevu. Hisi kuumia ndani ya moyo wako. Hisi kujuta ndani ya moyo wako. Unasema kwamba nahitaji kumpokea Yesu Kristo aweze kunifanikisha katika haya. Nyosha mkono wako ndani ya moyo wako kubwa.
Sasa niwaombe ninyi ambao mja Kitabu cha uzima. andika jina langu Andika jina la kwenye kitabu cha uzima kitabu cha uzima. kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Nifanye kwa mwanao. Fanye kuwa mwanao. Nifanye kwa mwanao. Fanye kuwa mwanao. Ninakataa Kataa kazi zote kazi zote za ibilisi. za ibilisi. Kila mapando Kila mapando ndani yangu ndani yangu. ninakataa Kataa. kwa jina la Yesu. Yesu. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Amen. Sasa nitaenda kuomba pamoja na wewe. Kabla sijaenda kuomba na wewe, natamani tuweze kuchukua majina yenu, kwa sababu sisi tunaondoka. Tutahitaji huko tunapoenda tuzidi kuombea. Nyosha mkono wako, majeshi ya Bwana wapite. Usinyoshe sana, utachoka. Nyosha kidogo tu mkono wako. Naombeni majeshi ya Bwana mpite haraka haraka. Pita haraka haraka.